Haleluya, watu wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Napenda kumshukuru Mungu tena katika siku ya leo ambayo ametupa ili tuweze kuwepo nyumbani mwake. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine kwa sababu tumeamka, tumekuja katika nyumba ya Bwana, tunaweza kuona ni jambo la kawaida tu au ni rahisi tu, lakini niseme kwamba si rahisi. Hata kuchukua hatua hii kuwepo katika nyumba ya Bwana si kitu rahisi sana. Bwana asifiwe sana. Sio kitu rahisi sana, kwa sababu kuna wenzetu ambao katika nafasi hizi kwao ni adimu sana. Wanatamani kumwabudu Mungu lakini inashindikana na haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi Mungu ametupa neema yake siku ya leo ili tuweze kuwepo nyumbani mwake. Kwa hiyo mimi sioni kama ni jambo la kawaida, bali naona kama ni muujiza ambao Mungu ametufanyia. Amen. Kwa hiyo kwa sababu Mungu amekusudia tuwepo katika nyumba yake siku ya leo, hivyo basi tunaenda kujifunza kwake. Amen. Tutaenda kuangalia maneno ya Mungu, kwa sababu sisi wote tulioko mahali hapa tuko kwa sababu ya neno la Mungu. Neno la Mungu limetusababisha sisi tukawepo, au neno la Mungu limetusababisha sisi tukaufahamu wokovu na tukaifahamu ile kweli ya Mungu. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya neno la Mungu. Sema amen. Na kwa sababu tuko kwa ajili ya neno la Mungu, ile neno la Mungu lina historia. Nikisoma Biblia naona daftari ya historia inasema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu halitapita kila wakati, linasema na sisi. Linasema na watu wa aina zote. Linasema na watu wa wafalme, linasema na watu maskini, linasema na watu fukara, linasema na kila mtu mwenye pumzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu ni hai na linatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa na mfululizo wa kujifunza maneno ya Mungu kuhusu tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini kwamba kila aliyehudhuria au kila aliyefuatilia mafundisho haya atakuwa sio mtu wa kawaida, bali kuna kitu kimeingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutokana na tunda la Roho tumejifunza vichane vingi, lakini leo tunaenda kukamilisha katika somo linalosema tunda la kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naishangaa sana Biblia, kwa sababu Biblia haidabezi na eneo moja, lakini Biblia inaenda katika maeneo yote. Inaenda katika maeneo ya rohoni na inaenda katika maeneo ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili sisi tulio wanadamu tumuone Mungu katika mapana makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu ni tunda la kazi. Hili tunda la kazi linakamilisha yale matunda matano ya Mkristo. Tunda la kazi linakamilisha yale matunda matano ya Mkristo aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema Mkristo aliyeokoka? Kwa sababu mtu aliyeokoka ana jukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyeokoka ana jukumu kwa habari ya ulimwengu huu. Ana jukumu na sauti ya kuambia wengine kwa habari za ufalme huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya matunda matano ni muhimu sana kwa kila Mkristo aliyeokoka. Na tunda la kazi imetafsiri katika mambo makuu mawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, kujenga ufalme wa Mungu, na jambo la pili ni kazi za mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa neema ya Mungu, vile atakavyotujalia siku ya leo au atakavyonisaidia, nitaanza na kipande hiki, kazi ya kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya kujenga ufalme wa Mungu. Tutaenda na somo hili jinsi vile Roho Mtakatifu atakavyotusaidia kama
Katika kujenga ufalme wa Mungu, hapa ndipo tunagundua zile karama 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Karama 9 hizi ndizo zinamsaidia Mkristo au mtu wa Mungu aliyeokoka kujenga ufalme wa Mungu. Wewe nikupe mfano huu, ni kama mjenzi. Mjenzi ili awe fundi, kuna vitu ambavyo anatakiwa aende navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi katika huduma hii ya kujenga ufalme wa Mungu, kuna vitu ambavyo tunatakiwa vionekane katika maisha yetu au tuwe navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunakuwa navyo kwa jinsi vile Roho Mtakatifu anavyotujalia. Roho Mtakatifu anaweza kunijalia mimi, anaweza kujalia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jinsi apendavyo. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Tunaenda kufungua Biblia zetu katika kile kitabu cha Korinto wa kwanza 12. Kitabu cha Korinto wa kwanza 12 mstari wa 4. Tunaweza kuanza mstari wa 4 mpaka mstari ule wa 10. Nitasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Korinto wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4, nalo linasema, pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hizi ndizo nyenzo za Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huduma hizi ni muhimu sana zikaonekana katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma hizi ni za muhimu, mtu wa Mungu. Sijui huduma yako ni ipi, au ile ambayo unaona kwamba hii unapoifanya unasikia amani. Yaani unajua kuna kitu ambacho mtu halazimishwi akiwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu uimbaji utamjua tu. Haleluya. Unakuta kama mtu ni mwimbaji na kipaji kile cha uimbaji, unakuta hata kama anaosha vyombo, unasikia tu anaimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaimba. Yuko mwenyewe yuko njiani, anakutana mtu unakutana hivi, kuna nyimbo anaimba. Wapo. Hata duniani yuko ambao haimba hata nyimbo za Mungu, unakuta wapo. Kuna kijana fulani mmoja nilikuwa napita njiani, sikia alikuwa anajifunza kurapu. Yaani kutembea njiani hivi kama ama. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna jinsi vile ambavyo kuna mtu anaenea kwenye section hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukimkuta kwa ile eneo vizuri kwenye ile eneo lake, atafanya vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huduma hizi ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, na anayezitoa hizi huduma si mwingine bali ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye anayezitoa hizi huduma. Inawezekana mimi sio mwimbaji, lakini kuna mahali nikisimama
inawezekana unabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine akisimama hapa, wakati mwingine ninapoambiwa nisimame nihubiri, nashindwa kusema jamani, hebu tafuteni mtu mwingine atakayesimama. Kwa nini? Kwa sababu mimi natamani kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kujifunza kwa mwingine. Yaani mwingine anapohubiri, mimi ndugu yangu, mimi ndio burudani yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimsikia askofu akihubiri, nikimsikia mama nani akihubiri, nikimsikia mzee wa kanisa akihubiri, na barikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mmoja jinsi vile ambavyo anasimama katika eneo lake, na ndivyo ambavyo tunajenga ule ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na Roho Mtakatifu alitoa hizi huduma, hizi karama 9 kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi zina masaidiano. Haleluya. Zina nini? Zina masaidiano. Ndio maana unaposimama katika zamu yako, mimi nahubiri hapo, unatakiwa wewe uniombee. Amen. Kwaya inaimba hapa, wewe unatakiwa usimame katika zamu yako, iombee kwaya. Maana siku zote kwanza adui hana sifa ya kupenda kitu kinachoitwa kujenga ufalme wa Mungu. Kazi ya adui siku zote ni kubomoa. Hataki kuona watu wanaenda sawa. Hataki kuona wanakwaya wanapendana vizuri. Hataki kuona wainjilisti wanaongea vizuri. Au hamjaona dalili za shetani na ambazo anataka kubomoa? Watumishi wa Mungu, hamjaona dalili? Lazima analeta mambo ya aina ili kutaka kubomoa lile ambalo ni kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kusudi lake ni kubomoa. Ndio maana ninaposoma Biblia katika kile kitabu cha Yohana 10, ukisoma mstari wa 10 pale anasema hivi. Asema kazi ya shetani ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposaidiana, yani huduma zinaposaidiana, tunaposhikana pamoja, tukawa na adui yetu mmoja ambaye ni shetani, hapo ndipo tutakuwa na nguvu ya kujenga huu ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kumwangalia fulani kwamba amefanya nini, bila kumwangalia fulani kwamba si yukoje. Kwa sababu ndugu zangu, unapoona hata kama mtu ameenda sivyo, usije ukasema ni yeye, bali nyuma yake kuna nguvu nyingine ambayo ni adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kujenga huu ufalme wa Mungu ambaye shetani tunapigana naye vita, kumbuka anajua asili ya mbinguni vizuri. Bwana asifiwe sana. Au tunasoma Biblia kwamba shetani alikuwa nani? Shetani alikuwa na cheo kikubwa sana mbinguni. Yaani shetani alikuwa akinyanyua tumba zake hivi, ni kama kinanda kinachopigwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila tu kilichomsababisha shetani ndio hivyo tena, kiburi. Hebu mwambie jirani yako usiwe na kiburi. Usiwe na kiburi. Ndio maana katika huduma hizi hizi huduma hizi za kujenga ufalme wa Mungu, unatakiwa, anayetakiwa kupewa sifa na heshima ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata leo nimetembea mahali nikamwekea mtu mkono akapona, basi isiwe tangazo kubwa kuweka vibao kila mahali, Yohana aponya mtu. Na kwa sababu washirika wengine hawapambanui ya kwamba nguvu hizi ni Mungu anayeziachilia, wanaelekea kuwatukuza watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie, ukisoma Biblia hii kuna watu watakataliwa hata kama walifanya miujiza. Tena wataambiwa siku wajua nini? Ondokeni kwangu ninyi mtendao nini? Mtendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tumtukuze Mungu. Lazima
lazima tumuinue Mungu kila itwapo leo. Tuwatangazie watu kwamba jamani, njooni huku. Tuwaambie njooni, yuko Yesu anayeweza. Yuko Yesu asiyeshindwa. Yuko Yesu mwenye nguvu zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo maana yake tunajenga ufalme wa Mungu. Mwambie jirani yako usinyamaze katikati ya watu wasioamini. Ni kweli inawezekana mahali unapokaa hujui kwamba kuna mtu aliyeokoka. Na hiyo ni hatari kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujulikane. Kwa nini unajulikana? Wewe ni nuru katikati ya giza. Yaani ukiwa umetanda giza kali sana, wewe washa tu hata kibiriti tu, hata kama uko mbali kiasi gani, utajulikana tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ni nuru, unatakiwa ujulikane. Ujulikane na familia yako. Kuna watu wako hapa lakini familia zao hawajui kwamba wameokoka. Yaani hawajui kwamba umeokoka. Maana maisha yako yanabadilika. Yaani umeingia kwenye wokovu, baada ya wokovu kutengeneze, wanaona kama umevurugikiwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ulikuwa unasalimia hata ndugu zako, lakini sasa hivi unaona kwamba si uko kwenye kifungo gani cha wokovu. Na wengine inawezekana wana ile roho ya kuwahukumu watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unaona kwa sababu wewe umeokoka, utakiwa hata kuongea na ndugu yako ambaye hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo silo kusudi la Mungu alilotuitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia maisha ya Yesu alikuwa anawapenda wenye dhambi. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Maisha ya Yesu alikuwa anawapenda wenye dhambi. Ndio maana ilifika mpaka mahali pengine wakamhukumu, wakamwambia, wewe kwa nini unashirikiana na wenye dhambi? Mbona unakula na wenye dhambi? Wajua katika tabia za kujenga ufalme wa Mungu, ndugu zangu, kuna hatua lazima uzichukue. Kuna hatua lazima uzichukue. Kwa habari hii ya kujenga ufalme wa Mungu, kuna hatua nyingine zitakugharimu. Wakati mwingine utaonekana kama ni mtu aliyepungukiwa, lakini kwa sababu ya kujenga ufalme wa Mungu, hutaona kwamba kitu ambacho watu wanachosema ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa katika somo hili tambua kwamba karama hizi 9 kama tulivyozisoma katika neno la Mungu, lakini kuna huduma 5. Na huduma 5 hizi zilitolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma 5 zilitolewa na nani? Zilitolewa na Yesu. Na napenda kuthibitisha katika maandiko, ili na wewe kama unaweza kuandika, uweze kuandika ni kitabu gani, ili ukaweze kusoma hata ukiwa nyumbani. Katika kitabu kile cha Efeso 4:11. Kitabu cha Efeso 4:11 nitaenda kusoma katika jina la Yesu. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Mstari wa 12 anasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni huduma 5.
ni kwamba ni kwa habari ya kujenga ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwinjilisti anatakiwa lengo ajenge ufalme wa Mungu. Nabii lengo ni ajenge ufalme wa nini? Ufalme wa Mungu. Sio manabii wengi wa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Manabii wengi wa sasa hivi ukiangalia vizuri kweli wengi hawajengi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wengi naona kama wanajitafutia majina makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wanajitafutia majina makubwa. Mtu anaitwa apostol, anaitwa nabii na mtume. Yaani mtu mmoja ana majina 5, ana vyeo 5, ni sawa. Ashukuriwe Mungu kwamba katika masomo yaliyopita tulijifunza kwa habari ya kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Waswahili wanasema mshika mawili moja ufanyaje? Hiyo lakini sijasema kama imeandikwa hapo kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huduma hizi 5 ambazo Yesu alizitoa ni kwa habari ya kujenga ufalme wa Mungu. Nabii lazima alete habari za kupatanisha watu na Mungu. Na hiyo ndio kusudi la nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii alete ujumbe kutoka kwa Mungu na kuwaleta watu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio nabii wa kutangazia fahari, wa kutangazia magari, maprofeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana alizika na mtumishi wa Mungu aliye naye katika kanisa lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine wanadhani kwamba kuja katika kanisa ambalo wanaona inawezekana watu wachache, wanaona kwamba hakuna Mungu. Ngoja nikwambie kitu. Akisoma vizuri Biblia yako, Mungu haangalii watu wengi maelfu. Ndio maana hata wakati wa kuponya, wakati wa gharika, walipona wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Biblia inasema mbinguni kuna furaha kwa ajili ya mwenye msami huyu mmoja anayetubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo huduma hizi 5 Yesu alizitoa ni kwa habari ya kujenga ufalme wa Mungu. Ni kauli yetu mbiu, ni tangazo letu kuambia watu habari ya dhambi, kuambia watu habari ya usalama wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hakuna usalama duniani pasipokuwa mtu ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Iwe ni mtu ana cheo, iwe ni mtu ana kiburi, iwe ni mtu ni tajiri, pasipo Yesu huyo mtu si kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nampenda yule jamaa ambaye aliwakusanya kina Shadraka, Meshaki na Abednego akawatupa katika moto. Bwana asifiwe sana. Akitamani wale wajamaa waungue, lakini kwa sababu wale wajamaa walikuwa na Mungu hawakuungua moto. Lakini kinachonifurahisha katika ile habari ni kwamba aliyewatupa waingie katika ile nuru ya moto akamjua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ajamaa alisema sio moto. Alisema kule kwenye moto ule inawezekana ni moto wa kutengeneza. Hata kuna moto wa kutengeneza. Kuna kitu unakiweka kwenye umeme hapo kinafanya hivi unadhani ni moto. Hata ni moto wa kutengeneza. Kumbe ulikuwa ni moto original. Jamaa alitest. Kilichotokea aliungua. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninachojivuna ni kwamba alionekana Mungu katikati ya watu ambao wasiomjua Mungu. Na ni ombi langu asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, popote ulipo, aonekane Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aonekane Mungu katika maisha yako. Hizi huduma ni kwa sababu ya kumtangaza Yesu. Ndugu zangu, sisi kwa namna nyingine ni barua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni barua. Sisi tuna kibao. Tukitembea mbele wanatuona tunasomekaje, na kwa nyuma tunasomekaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni barua. Lazima kauli mbiu yetu ni kumtangaza Yesu. Wiki iliyopita nilikuwa kule mjini, kule Moshi. Kule stendi, wajua hapa ni Moshi. Ila kule mjini, si ndio? Hata ukipanda gari sinakwambia unaenda mjini. Kwa sababu kuna mjini. Niliona watu waliamua kumtangaza Yesu. Si kwa kuhubiri, lakini niliona wana mabango. Huyu Yesu anaokoa. Huyu Yesu anaponya. Huyu Yesu anaweza yote. Hapo wanapoimba zile nyimbo, angalizo lao kubwa ni mtu asibane lile bango lionekane. Akiona kama kuna watu wamemsoga mbele, ananyanyua juu. Na yalikuwa ni maandamano, sio kama nimeongea kitu nje nadharia. Ni maandamano, na basi kubwa kabisa limeshuka mahali likatua. Liliposhuka lile basi, kila mtu akaanza kushukwani. Kwanza walipiga kwanza nyimbo mkaipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipiga nyimbo za Pentekoste. Wakaruka. Watu wanashangaa kwamba hapa kuna nini? Wajua ukitaka kuwavuta watu sajili lazima ujifanye kama hazimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zimo, lakini kwa sababu una lengo, una target kwamba watu wamjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilipenda yale mabango. Yaani mabango yameleta ujumbe. Wajeleta ujumbe, na watu walikuwa na tarumbeta. Wajua kuna watu Bwana Mungu amewapa neema ya kueleza Injili. Walikuwa na tarumbeta. Na ya maandamano yalikuwa na kibali kabisa. Polisi yuko mbele na pikipiki anapita kabisa pale. Na wao wakaanza kupiga kwanza tarumbeta. Lakini nikagundua kwamba hawa watu kiu na shauku kubwa yao ni kumtangaza Yesu ajulikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Njia panda kwa Yesu. Sema njia panda kwa Yesu. Sema kupitia mimi watu wamjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Hebu tusome katika kitabu kile cha Mathayo 9 mstari wa 37. Mathayo 9:37. Kumbuka tuko katika somo la tunda la kazi, kipengele cha kujenga ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 9:37. Nitasoma katika jina la Yesu. Asema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaposoma Biblia ninakuta habari ya upinzani mkubwa sana kwa watu ambao wametutangulia, wakiwepo mitume, wakiwepo manabii, wakiwepo wainjilisti. Walikutana na hasa kubwa sana kwa habari ya kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona wengine walitupwa. Nilimwona Yohana alitupwa katika kisiwa cha Jamani, kisiwa cha Patmo. Patmo walikuwa ni sehemu yenye mateso makubwa. Inawezekana hata nge wabaya, nyoka walikuwa
pale, lakini alitupa ili afe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Si hao tu katika kujenga ufalme wa Mungu. Wengine walichukuliwa wakapelekwa msituni kwenye wanyama wakali ili wanyama waweze kuwararua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine waliwindwa kwa sababu waliwindwa ili wawe. Wengine walipigwa mpaka mishale kwa sababu ya kujenga ufalme wa nani? Ufalme huu wa Mungu. Lakini ukiendelea kusoma hapa katika Biblia utakuta neno la Mungu linatuambia hivi, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Ndugu zangu, tuko kipindi cha neema. Hebu sema neema. Tuko kipindi cha neema. Kwa habari ya kujenga ufalme wa Mungu, unaweza kusimama hata katikati ya wafalme wenye nyota zote ukaihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaihubiri habari ya ufalme wa Mungu na watu wakakuelewa. Leo unapoona leo watu wanahangaika kutafuta neno la Mungu la kweli, si kwamba ni kitu kingine, bali nyakati hizi kuna kiu. Yaani watu ndio maana leo watu kusimamisha gogo wako watu wanaweza kuja kujiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa nini? Nyakati hizi nyakati za mavuno. Hebu sema mavuno. Mkulima anapoona mazao yake yamekomaa anafanyaje? Anavuna. Kwa hiyo huu ni wakati wa kujipanga, ndugu zangu, ni kumtangaza Yesu na kualika watu waje kwa Yesu. Hata hivi kuna kiu, sione watu wamejaa mpaka kwa manabii. Yamkini wameikosa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwamba katika nyakati hizi hapa ujio wa Yesu, lazima Biblia inasema kwamba injili ya kweli itahubiriwa kwa mataifa yote. Bwana asifiwe sana. Sasa injili ya kweli itahubiriwa na nani? Injili ya kweli itahubiriwa kati ya mimi na wewe tuliofahamu kweli, ambao tunahubiri injili ambayo haijachanganywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili isiyochanganywa na chumvi, isiyochanganywa na maji ya Kilimanjaro, injili isiyochanganywa na udongo. Wewe unataka ukahubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na watu watakuelewa. Kwa nini? Kwa sababu kule nyumbani kwao wamejaza chumvi, wamejaza mafuta hizi mafuta, wamejaza udongo. Lakini kwa sababu wamejaza ule udongo na hawaoni kinachoendelea, watatamani injili unayohubiri wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu wa Mungu usiogope. Wewe ni mwana ishara na miujiza. Maana Biblia inasema kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sema amen. Anasema kwa jina langu wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata nini? Usiogope kupeleka mkono kwa mgonjwa. Ngoja nikwambie, nina ushuhuda mimi mwenyewe binafsi. Kuna kipindi niliko Moshi pale. Kuna mtoto kwenye kambi pale za polisi alikuwa amevamiwa na mapepo. Sana na hangaika. Maana huo sasa sio ugonjwa wa kumpeleka hospitalini, ni mafadhaiko, mtu kakao kuchanganyikiwa. Niko katika biashara zangu. Nikashangaa mtu anakuja kuniita, "Samahani, tunakuhitaji uende ukamwombee mtoto wetu." Akasema, "Mungu wangu, mimi natoka wapi? Maana hii si yaona." Bwana Yesu asifiwe sana. Hii haijaandaliwa hii. Lakini kumbe inawezekana kuna namna fulani walijua tu, mimi sijui. Hebu mwambie jina lako wewe unajulikana. Wewe unajulikana. Wajua mtu wa dhambi hawezi kujulikana sana. Lakini wewe tena tuna mmoja wewe, nakwambia magazeti, Nipashe, Msema Kweli, yote yataandika habari zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za shetani hawezi kuandika nazo. Wewe tena utasikia tu mlokole. Yule mlokole amemkuta. Yule mlokole sasa hivi ni chaponi. Yule mlokole sasa hivi bana ni hivi. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa nuru
ukabadilika ukakuwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu aliyekuwa nuru akawa giza mara nyingi anajulikana sana. Hebu linda maisha yako, mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Linda maisha yako. Popote unapotembea wewe ni nuru. Unatakiwa ujenge ufalme wa Mungu na usiseme kwamba hata hili ninachokifanya kibaya shetani hakuna anayeniona. Nampenda Daudi anasema nijifiche wapi na uso wako? Nikienda shimoni upo, nikienda kuzimu wewe upo. Haleluya! Haleluya! Unaweza kwenda kufanya dhambi, ukafunga na madirisha, ukafunga na milango, lakini ukafunga dirisha la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujafunga huko, mbingu zinakuona. Haleluya! Hata kuku atakupigia kelele kwamba unachokifanya sio kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mfano twende katika kitabu cha Mathayo 20. Kitabu cha Mathayo 20. Mathayo 20 mstari wa kwanza. Nitasoma kwa haraka. Mathayo 20 kuanzia mstari wa kwanza nasema, maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili wakulima awapeleke katika shamba lake la mzabibu. Naye alipokwisha kupatana na kulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mzabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona na wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao wakamwambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mzabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka akakuta na wengine wamesimama, akamwambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akamwambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwalipe ujira wao, ukianzia na wa mwisho hata na wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11 walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi ya hao, pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakisha kupokea wakamnung'unikia mwenye nyumba wakisema, hawa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, naye amewasawazisha na sisi tuliostahili taabu na hali ya mchana kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, niwaambie jambo hili kwamba katika kujenga huu ufalme wa Mungu, anayetuajiri ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila kazi ya mtu itapimwa na kulipwa sawasawa na aliyofanya. Ulifanya kwa ulegevu, utalipwa kwa nini? Kwa ulegevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mwimani, unataka saa 12 unakuja saa 1, utalipwa na saa 1 yako. Wewe ni mhubiri, unaambiwa uje saa 1 kamili usimame, umekuja saa 2 utalipwa. Lakini ashukuriwe Mungu, leo mimi nimewahi. Mtumishi wangu simewahi. Nimekuja hapa saa 1 kasoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nisimame katika ule muda uliofanyaje? Uliopangwa. Uliambiwa Jumatano uje, wewe uji, utalipwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda hii Biblia sana kwa sababu inasema kipimo kile ukipimacho ndicho utafanyaje? Wajua hata kwenye utoaji. Nilishangaza. Anasema hivi, hapa leo hapa kuna nini? Mungu yuko simple sana. Yaani maneno ya Mungu kiaelewa jamani, ni mazuri mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na
vingi tunachukua sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ni wana mahesabu nimeuliza. 100,000. Mungu anataka fungu la 10 shilingi ngapi? Sasa kumbe 100,000 nzima ni za nani? Ni za kwako. Shilingi 100, shilingi 10. Mungu anayotaka ni ngapi? Shilingi Mungu anamega tu kidogo. Yaani anamega kidogo, vingine anakuachia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe, wabarikiwa. Unataka kubarikiwa siku ya leo? Hebu nyosha mkono wako. Sema nataka kubarikiwa. Na madhabahu ikisema ikosei, sema nataka kubarikiwa. Sema ninapokea kwa jina la Yesu. Tutende sawa sawa na neno la nani? Neno la Mungu. Wajua hata treni haiwezi kutembea barabarani. Si ndio jamani? Si lazima itembee kwenye reli. Sasa ili tuweze kupata hizi baraka za Mungu katika habari hizi za kujenga ufalme wa Mungu, lazima tutembee sawa na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tutembee sawa na neno la Mungu linalosema. Kwa hiyo kuna malipo. Hakuna mtu ambaye anafanya kazi pasipo malipo. Hata aliyeajiriwa ofisini sina malipo. Na kwenye kazi hii kama huyu mwajiri ambaye ameajiri watu, mwingine alikuja asubuhi, mwingine saa 3, mwingine saa ngapi, mwingine saa 11. Kila mtu analipwa kwa kadri ya bwana wake aliyemwajiri alivyoona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inawezekana sisi ni wale wa jioni. Hebu sema mimi ni wale wa jioni. Wajua nyakati tunazoishi tuko kwenye jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko kwenye jioni. Mambo unayosikia sasa hivi ni unabii wa Biblia unayosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inaonekana wewe bado niseme jambo hili kwamba wewe bado una mimba, yani hujazaa bado. Yaani mimba ya kiroho. Sema amen. Bado kuna mambo ambayo Mungu anataka uyafanye lakini bado hujayafanya. Umeshikilia talanta kama yule aliyechimbia chini. Akasema Bwana wewe najua unakusanya usipo. Hebu mwambie jirani yako kwamba talanta yako inatakiwa ionekane. Mwimbaji imba sana. Muombaji omba sana. Mwinjilisti hubiri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kipande hiki, yani kila karama zinaonekana ndani ya kanisa. Huyu ni mhubiri, huyu ni nabii, huyu ni mtume, huyu ni mwalimu, huyu ni mchungaji. Zote hizo zionekane, na hapo ndipo tutawasha moto katika jina la Yesu. Sema amen. Tutawasha moto. Ndio maana kwenye Biblia kuna wengine wanasema wale waliopindia ulimwengu wamefika mpaka huko. Acha watu wajue kwamba waliopindia ulimwengu wamefika mpaka huko. Sema amen. Sema amen. Ni wangapi wanataka kuinuliwa na Mungu? Fanya kazi ya Mungu, mtu wa Mungu. Yaani nasikia kama kuna kitu kinatekenya ndani ya moyo wangu. Yaani hana kuachia ndugu yangu. Huu ni zaidi ya ubatizo. Sema ubatizo. Yaani Mungu akujalie neema, Mungu akupe kiu na shauku ya kufanya mapenzi ya Mungu katika nyakati hizi zilizobaki. Tuko kwenye wakati ambao umeendelea sana. Hata mataifa ambayo yalikuwa yanakabiliwa amani, sasa hivi amani inavurugika. Ni nini? Unabii unatimia. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati wa kukesha. Ni wakati wa kuangalia mapungufu yako wapi na kuyarejeza yawe sawa. Sijui nani mwenye sade bwana. Zinatosha hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
niseme jambo hili wakati nataka kumalizia. Roho Mtakatifu ananiambia kwamba niulize kwamba ni nani ambaye hajui kipawa chake alichonacho katika kanisa lako? Yaani wewe hujui. Kwenye uimbaji haupo. Kwenye uinjilisti haupo. Kwenye uchungaji haupo. Kwenye ualimu haupo. Yaani kama hujui kipawa chako, naona mbele yako kuna wapaka mafuta wa Mungu wako hapa. Wanakuja kutibua kwako siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kama kuna kitu ambacho kinazuia kipawa chako kisijulikane, basi kwa huduma hii ya maombi kikazaliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda ndugu yangu mgeni ambaye amekuja Jumapili iliyopita na leo amekuja tena. Nampenda sana kwa sababu alipokuja hapa akasema, jamani, na wasalimu kwa jina la Yesu, akasalimia, lakini akasema nina kitu ndani yangu napenda kumuimbia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hataki kipawa chake kisimike. Na wajua kanisa hili Bwana hajina uchoyo. Sema amepiga makofi kwa ajili ya kanisa hili. Muda ulikuwa umeisha. Mpaka nipinana chini kwamba kiongozi akampa nafasi, lakini baadaye akapewa nafasi. Hebu tupigie kanisa la Mungu makofi. Kwa sababu kanisa hili, wewe nikwambie ndugu zangu, usipokubali kulelewa hapa, kipawa chako utakijua. Nimeshangaa kanisa hili hata watoto wanahubiri uongo kweli. Uongo kweli. Hata mimi nahubiri ambaye ni wale wasiojulikana na si uongo kweli. Nimepewa nafasi ili kipawa changu kifanyeje? Kikue. Basi kwa haya machache naomba tusimame watu wa Mungu. Naomba korasi moja ya kuabudu. Kumbuka Mungu haleti neno lake kwa bahati.